Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Watazamaji, karibuni tena Halal Charity TV. Na leo tuko na Sheikh ambaye ni principal wa Sheikh Khalifa na pia ni imam, khatib, msimamizi wa msikiti mkubwa Mtwapa, Masjid al-Jibran. Na mada yetu ya leo inshallah kwa nguvu za Allah ni kuhusu ndoa, marriage. Sheikh, karibu katika program. Shukran, jazakumullah khair. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Tufurahi kuwa hapa katika Halal Charity TV. Shukran, jazakumullah khair Sheikh Bashir. Naam, moja kwa moja tuanze Sheikh. The importance of marriage in Islam. Umuhimu wa ndoa katika Uislamu. Umuhimu wa ndoa katika Uislamu. Wallahi, ndoa ni muhimu sana katika Uislamu. Kuna mambo ambayo kwamba yajulikaniwa katika dini kama dharuriyat al-khams, mambo matano ambayo kwamba ni dharura ambayo kwamba lazima yapatikane, na ndo kwa ajili yake dini ilikuja kusimama. Moja katika hiyo ni hifdh an-nasl, kuhifadhi kizazi, na ndoa peke yake ndo ya hifadhi kizazi. Ndoa peke yake ndo ya hifadhi kizazi. Kwa hivyo hifdh an-nasl hii ni kila kitu, na ndio maana leo utakuta zina ni haramu. Hata ile kukurubia zina, wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Madhambi yote mengine tuambiwa tusifanye, lakini zina tumezungumziwa tusikurubie. Mengine utasikia kad naha Allahu an kadha, kad hurima kadha, lakini hii ni wala taqrabu, wala usikurubie. Kwa hivyo ndoa, umuhimu wake mkubwa wa kwanza ni kuchunga kizazi, ili kizazi kipatikaniwe kwa mujibu wa sheria na mafundisho ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ndo ule mtoto aweze kuwa na nasaba, aweze kuwa na baba na mama ambao kwamba ni wa halali katika sheria za Kiislamu, aweze kuleleka, kuwa wema kwa wazazi wake wawili, aweze kumrithi babake na mamake, na yeye mwenyewe aweze kuja kuwa na kizazi chake baadaye, awe mume ama awe mke. Sababu ya pili, umuhimu wa ndoa ni starehe, kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alivyomjalia mwanamume na mwanamke, hakujalia matangamano ya mwanamke na mwanamume. Hakuna dharura ya mume na mke maajnabi ambao kwamba hawahusiani, hawana uhusiano wa damu, kuwa pamoja. Hakuna, ni haramu matangamano yao kwa wakati wowote, wala hakuna dharura ya wao kuwa pamoja kabisa. Kitu ambacho kwamba chaweza kuwaleta pamoja watu hawa ni ndoa tu. Na jambo lingine ambalo kwamba kwa hivyo ni ndoa tu, na Mwenyezi Mungu ameumba shahwa kuwa kuna matamanio. Mwanamke ana matamanio, mwanamume ana matamanio, na namna moja ya kuweza kutuliza matamanio haya ni kwenye ndoa peke yake. Na ndio maana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwenye aya sema, min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma, inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa min ayatihi, na katika alama za Mwenyezi Mungu, miujiza yake, an khalaqa lakum, ni kwa yeye amewaumbieni nyinyi wanaume azwaja, wake zenu. Inarudi kwa Adam na Hawa hapa kwenye hii inarudi kwa Adam alayhi salam. Sheikh Bashir alikuwa kwa peponi. Sheikh Bashir, hii pepo Mungu aisifu vipi? Mtume sallallahu alayhi wasallam atusifia vipi pepo? Asema mala ainun ra'at, ndani yake kuna mambo ambayo kwamba macho hayajawahi kuona, wala udhunun sami'at, wala masikio hayajawahi yapo kusikia yale mazuri yaliyoko peponi, wala tara ala qalbi bashar, wala moyo haujawahi kutamani yale mazuri ambayo kwamba yako wapi? Peponi. Can't imagine. Beyond your imagination, beyond your desire, beyond your contemplation, beyond your thought, beyond what you've had. Adam na mazuri yote haya peponi, alikuwa mpweke. Akawa mpweke, ana wahsha, yuko lonely, kuna kitu ahisi hakuna.
Nahisi ni loneliness, tutaita nahisi wahda, nahisi kuna faragha ndani ya maisha yake, na mazuri yote yaliyoko peponi, mito ya asali, mito ya maziwa, mito ya tembo ambalo kwamba halileweshi, vyote hivi vyakula unachowaza chaja, matunda hatujawahi kuyaona, where you name it you have it. Despite it all, Adam was lonely. Alihisi kuna kitu kimekosekana. Allah subhanahu wa ta'ala akampa usingizi, katika usingizi ule akamkwanyua mbavu yake moja, akamuumbia mwandani wake Hawa alayha salam, kewe Hawa. Adam alivyoamka, Hawa amelala kando yake, stabshara wa fariha, akafurahi furaha ya ajabu, akawa kwanza siku ile ana raha, wacha tu, alipata muanasa, akapata ile sakina ambayo kwamba min ayati an khalaqa lakum min azwajikum wa min ayati an khalaqa lakum wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilayha, kaipata sukun pale. Na sukun hapa maana yake nini? Sukun ni utulivu wa nafsi, tulivu wa moyo, tulivu wa akili, tulivu wa starehe zako, kwa sababu una mahali pa kuiweka. Na angalia, Mwenyezi Mungu hakujalia utulivu upatikane ila baada ya nini? Ndoa. Kwa hivyo mwanamume hakuna siku atapata utulivu popote pengine ila kwenye ndoa. Mashaallah. Naam. Umeandika kitabu kuhusu ndoa. Naam. The Sacred Bonds. Naam. Specifically, kwa nini ulichagua mada hii? Why not education? Why not zaka? Kwa nini ndoa? Wallahi warahu qissa. Nyuma ya sababu ya mimi kuandika kile kitabu, wallahi kuna qissa adhim. Publisher wangu mashallah, Mungu amhifadhi, Dr. Audi Suleiman Ndoro, alivyokuwako, hii nitazungumza kwa sababu yeye pia amesema alikuwa kwenye dhiki zake za msukasuko ya ndoa. Sasa na yeye ndo publisher wangu, na kabisa huwa yosoma zile pamoja na editor kirekebisha na nini. Sasa tuna kitabu ambacho kwamba nilikitoa kichaitwa cha kwanza, kile ambacho kwamba ni Reviving the Ummah. Reviving the Ummah. Ndani ya Reviving the Ummah tuna kama chapter 2 ama 3 za mambo ya ndoa. Then ikawa tutatoa second edition ya Reviving the Ummah, ambao jina mpaka sasa nilikuwa tutabadilisha jina, inshallah tutarajia karibuni tuweza kukichapisha. Sasa nilipokuwa tufanya editing ya kitabu cha pili cha hizi hotuba zetu, pale pia pakawa pana hotuba za ndoa. Audi katika ile challenging moment of his life, kwa vile yeye ana hii content yote, akawa ni mwenye kuamua kupitia hizi darasa zote za ndoa. Sasa mimi nampeleka ambia, Doktor, ni lini bana tufanye publishing hii kitabu lini? Na ambaye itakuwa tayari nitakuletea manuscript. Mara siku amezuka ofisini, ambako ofisini niko saa 8, akaingia, akija nibwagia Sacred Bond. Shaprint. Ana namudha, yani ana copy moja ameleta. Ana sijui utasema nini, lakini wewe ulivyokuwa anti pressure ile kitabu hivi ndio mimi nilikuwa nafanya. Nimechukua zile writing zote, zile manuscript zote za masala ndoa, nimezikusanya kwenye kitabu hiki kimoja. Kuna few chapters kwenye book 1 na hii book 2 ina chapters nyingi kidogo za nini. Ikani the book has at that moment it had 8 chapters at that moment akikileta. So kitabu kimezaliwa na dhiki ambazo kwamba alikuwa akizipata Dr. Audi na haya mambo yako. Sasa nikamwambia okay, nikikipitia nikamwambia okay, kuna kitu ya laki hii kwa sababu nina hotuba zingine za ndoa sijapeana ziandikwe, na ambazo nimedili na masuala ya ndoa, kama ile topic ya kwanza, the meaning of marriage. Kuna conference nikaenda nikaalikwa, ambayo ilikuwa kwa ile mambo ya nafaka, maintenance na masuala ya polygamy. Ni conference nilikwenda, tukainukuu. Kuna ile interview ya mugshot ambayo it dealt with matters marriage, tuka incorporate. And then kuna darasa 2 zilikuwa very in fact
where the name comes from, hiyo sacred bond ilikuwa inatoka kwenye khutba mbili, darasa mbili za Sheikh Ahmad Badawi Jamal al-Lail, yule imam wa Masjid Aqsa, mashallah, pale alinialika khutba moja, darasa moja Jumatatu. Jamaa akasema bado hawajatosheka, wamehisi muda umekuwa ni mchache, nirudi tena nimalize darasa. Nilipomaliza ikawa tuna karibu 4 hours of talk ya marriage, tukiziongeza pale ndo chapter zikafika 12. Mashallah. So the inspiration by the way was, na tulideal na marriage sana kwa sababu unajua mimi niko Mtwapa msikitini hapa. This mosque kwa hakika baada ya taufiki ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala has really shaped even my da'wa, kwa sababu mimi nikija Mtwapa kwa mara ya kwanza, unajua msikiti wetu ni very unique, nafikiri wajua. Msikiti wetu alhamdulillah, na maybe watu wengi hawajui, lakini msikiti wetu sisi ni msikiti wa tariqa, kwa sababu ni msikiti wa kifamilia na familia ni watu wa tariqa pande ya my wife, alhamdulillah rabbil alamin. Na mimi mwenyewe sina vita na watu wa tariqa, lakini mimi ndo wakanichagua kama imamu wao kwa sababu ya kuwa ninasoma. Kwa hivyo msikiti wetu tuna balance kubwa sana ambayo tunafanya, ambao mara nyingi watu hawafahamu. Ndio maana saa zingine tuweza tukana hata kwenye mitandao kaitwa the Sheikh hana akili, kwa sababu watu huwa hawaelewi tuko kwenye situation gani pale, ambao mashallah wewe na ukija pale hutajua. Lakini nusu ya congregation yangu ni watu wa tarika, na nusu ya congregation wangu ni watu ambao kwamba yani nusu wasoma maulidi, nusu wasome maulidi. Bali actually wenye kusoma maulidi ni wengi, kwa sababu ukija ile siku ambao kwamba Eid inakuwa tofauti na ya Saudia, unakuta msikiti wajaa paka nje. Alhasil ni kuwa because of that mimi na challenge ya kwanza, to me it is a blessing ya kuweza kwanza kuleta watu safu moja. Kwa hivyo mimi hutuba zangu na darasa zangu zile zitakuwa kwa msikiti wa Jibran mara nyingi zimebalance, hazina controversy, kwa sababu siwezi kuja na maudhui ambayo kwamba italeta mtafaruku pale msikitini, ambayo italeta vurugu pale msikitini. Kwa hivyo mimi hutuba zangu they are focusing on kuinua mujtama kiakhlaki, kimadili, kidini, na kurekebisha ndoa, kwa sababu Mtwapa, I think mjua kwa Mtwapa kama kuna mali kuna crisis ya kisociety, crisis ya kifamilia, Mtwapa is one of those places alhamdulillah rabbil alamin, ambao kwamba ikifika saa 12 jioni ndo mchana kwa watu wengine. Mtwapa alhamdulillah sasa watu wanakwenda alfajiri, ndo watu wa Mtwapa wengine wamekwenda kulala. Kwa hivyo kuna challenge kubwa. So khutba nyingi ambazo kama nikizitoa hapa na focus on masala ya kijamii, masala ya kifamilia, masala ya kulea watoto, masala ya sisi wenyewe kujikuza kitabia nzuri na akhlaki nzuri na kushikamana na dini. So to be honest, this mosque mashallah in its nature has really shaped the way I do da'wa, alhamdulillah rabbil alamin. Na tuomba Mwenyezi Mungu azidi kututilia tawfik kuweza kuwa hapa, na umeshape da'wa, umeshape vitabu ambavyo kwamba tutavitoa, to be very honest, alhamdulillah inshallah. Now tukirudi kwenye mada, naam, qualities ambayo Muislamu anataka angalie wakati yotaka kuoa, aidha ni mke ama ni mume, what the qualities mtu atakana angalie, yani brief quality. Tunarudi kwa Rasul sallallahu alaihi wasallam, ametufahamisha. Rasul asema idha atakum man tardhauna dinahu wa khuluquhu fazawijuhu. Anazungumza na familia ya mtoto wa kike. Atakapowajieni kijana ambaye kwamba mumeridhika na dini yake na tabia zake, mwozesheni. Wa ila takuna fitna, na msipofanya hivyo kutakuja fitna baada yake. Ikija kwa mtoto wa kike, Rasul asema, aambia familia yake, umetunkahu almar'a bi 4. Mwanamke huolewa kwa ajili ya mambo manne: limaliha, lijamaliha, kwa uzuri wake; walimaliha, kwa ajili ya pesa; lihasabiha ama nasabiha, kwa ajili ya yeye cheo chake, familia yake ni kina nani na kina nani; ama lidiniha, ama yanaolewa kwa ajili ya dini yake. Rasul asema sasa kwenye dini, fadhfar bidhati din, fadhfar bidhati din. Wewe mwana familia wanaume, anfateni katika haya mambo manne, acheneni na haya matatu, shikeni dini. Kwa mwanamume, idha atakum man tardhauna dinahu
wa khuluquhu, akiwajieni mtoto wa kiume ambaye ana dini na akhlaq mazuri. Kwa mwanamke haikutaja akhlaq, imetaja kitu kimoja tu, fadhfar bi dhati din taribat yadak. Angalieni dini peke yake kwa mwanamke, mutaepuka na maafa makubwa. Subhana rabbil izz, taribat yadak. Na Sheikh, harusi ziko aina mbili. Kuna harusi za ndovu ambazo tuzijua, harusi kubwa mashaallah katika social media, yani kila mahali watu wanajua kuna harusi ya fulani na fulani. Na kuna harusi za mkeka, harusi ndogo, watu walala hoi wenyewe wanaanza maisha. Sasa katika huo mtazamo, yani tumefundishwa nini kuhusu how big the marriage should be, ukubwa wa ile harusi yenyewe? Wallahi, tukirudi kwenye sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam ni rahisi sana. The formula is very simple. Rasul sallallahu alaihi wasallam asema ndoa iliyobarikiwa ni ile ambayo kwamba ina aisaru mauna, imetumika senti kidogo kuisimamisha. Kisha Rasul azidi kutuambia auli wala ubisha, walima iwe hata kama ni kibuzi kimoja. Lakini leo sisi ndoa zetu tutumia pesa ngapi? Mimi juzi niliambiwa nikashtuka. I was told 2 million was spent kupamba peke yake. Yes, 2 million shilling. 2 million shilling kutoka holi, veli, kila kitu, yani kuhusu kupamba, kula, kupamba, decorations zile ziliko pale, zile zawadi watu walipatiwa. Siku hizo watu wapa zawadi. Wewe unakuja harusini, wewe umekuja kuhudhuria harusi, wewe walishwa na hapa package ya kumpelekea mumeo ambao ni food pia, ni na ice cream lita 1, na wapa na mswala na marashi, and then pale elaborate food. Kuna ukiingia kuna bitings, kuna machauro, apple juice za aina 5 zimeko pale, zile za pakiti. Kisha kuna sambusa, kuna kababu, kuna sijui nini roll. Kisha baada ya pale kuna labania 10 kila mtu amewekewa, sijui za aina za rangi tofauti na zinazo tofauti. Kisha hapo kuna chicken tikka, kisha hapo kuna wali wa yasmini, kisha hapo sijui kuna biriani. Yani wewe almuhimu kuna tumaliza na ice cream na sijui what. Alhasil mkiondoka pale 2 milioni imeanguka. Na kama mtu ana uwezo Sheikh, wallahi kama mtu ana uwezo, what does the sharia say? Baraka iko kwenye kutokufanya israf. Ile ni israf, si israf. In fact tumefika extent, na watu watazamaji watatusame, tumefika extent wa served paka paper bag ya kubeba chakula. Wanajua uwezi kumaliza kula, kwa hivyo ubebe portion yako uende nayo nyumbani. Sasa the question is, when I come to your wedding, mimi sina kula nyumbani. Wajua tumekosa essence. Kwa nini kuna walima? Kwanza kupamba haiko kwenye dini. I'm sorry. Dini imetaja walima, haijataja kupamba. Hii wedding reception, kupamba haimo kwenye dini. Haya ni mambo yetu ambayo kwamba sisi wenyewe tuyafanya. Tunataka ukweli wa mambo ndio Sheikh, hakuna kwenye dini. Wataka kumpamba mwanao ni aje akitoka nikah bwana harusi, aje amchukue mke wake ende zake, story imekwisha. Hii mambo mwanamke wa kike kuwekwa mbele za watu kama doli pale watu wacheze mangoma, imekuwa ni disco siku hizi. Kupamba kwa pale watu wamwangalie wenyewe kumuhusudu. Hujasikia kile kisa amepambwa na dhahabu, mwanamke mmoja akamwangalia hichi kisa, mimi natolewa na Sheikh mmoja kainuka akamwambia salala, sijaona mtu amevaa dhahabu kama vile. Si bibi harusi alikufa juu ya stage. Hasad, ain al-ainu haq. So kwa nini tuadhalilisha watoto wetu wa kike to that extent? For whose sake? Ile 2 million Sheikh, hata kama tunazo, kwa nini haipai wao waanze maisha yao, waanze savings, watununulieni vitu? Utaambiwa, ulisema kama mtu ana uwezo, kuna ubaya gani? Wewe una uwezo kumshinda Abu Bakr Siddiq, wewe una uwezo kumshinda Uthman bin Affan, mbona hii haikufanywa kabla wakati wao? Kama kweli wataka hizo 2 milioni, badili uzichome pale, sitoe sadaka, ili toa sadaka kwa nia ya kuondosha, kwa nia ya hawa wawili bidillah wapate baraka.
Amana sote kwenye family tupate baraka. Yani there are so many things you can do badili ya kufanya, cause ile ni israf. Ushanilisha mimi vile, hakuna vile mimi nitaweza kula vile, ina maana nitakiacha pale. Wallahi I've been to a wedding, elaborate serving kama ile. Wallahi Sheikh, kulikuwa na nyama za aina 3, poleni, tika, Chinese cut beef na mbuzi. Wallahi we were 10 of us, nobody could finish. Sambusa bakuli zima, veg rolls bakuli zima, kababu bakuli zima. We left that food there. Nimeona live wale waandazi wana empty ice cream, wakitiaza vile vyakula kwenye yale maboksi ice cream ndo wabebe. They opted, they don't need the ice cream. Sasa wanakuja wanachukua kile chakula na kwenda nje. So what swali ni, labda mtu ajiulize wafanya vile kwa nini? Na mimi na hakika hakuna dini pale, na Rasul ametuambia harusi ambayo kwamba kutoka mwanzo wake mpaka mwisho wake ita cost the less ndio yenye baraka, na walima ni kibuzi, watu wale yaishwe yende. In fact hizo harusi za mkeka za watu wakae vuta sinia moja, that is the religion, the best. Naam, responsibilities. Sasa harusi ishakuwa, huyu bwana ana responsibility gani kwa bibi, in summary, na bibi naye ana responsibility gani kwa bwana? Watu wengi wanaona ni tushawapeleka kwao, no one knows. Kwanza wallahi hii responsibility, so wajua, to be honest, needs to be learned from home. Mimi kama babake mtoto wangu atakaniwa, kabla sijamwozesha mwanangu, mimi niwe nishazungumza naye kuhusiana na masala ya mwanangu, wabeba majukumu wewe, wabeba masulia kesho mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Licha ya swala zako na somo zako na ibada zako, utakwenda kuulizwa kuhusu huyu mtoto wa kike wa watu. Majukumu ya mwanamume juu ya mke wake, from A to Z of expenses za bibi ni jukumu la mume. From A to Z ya expense, kuvaa kwake, kula kwake, ile nyumba taishi, matibabu, yote ni majukumu ya mwanamume. Na mwanamke hata awe tajiri hana haki ya kuchangia hata peni, labda afanye kwa mapenzi yake, lakini hana haki ya kuchangia unless awe atataka. Haya ni majukumu mwanamume lazima abebe juu ya familia yake, na hii ndo yaleta ile the proper balance that is needed in a marriage. Na hata in the history of Islam kulivyoozeshwa wanawake ambao kwamba wana uwezo kumshinda yule mume, we saw hizo marriages. Ukisoma kwenye sira za tarikhi ya maswahaba, ulipata hizo marriages hazikusurvive. So mwanamume ana majukumu ya kumwangalia mke wake kimavazi, kula, nyumba, matibabu, kujipamba kwake pia ni jukumu lake. Usitoe pesa za kula tu na toa pesa paka za lipstick na wanja wake. Na matibabu yake akiwa mgonjwa ni jukumu lako. Nguo zake, viatu vyake, sabuni za kuogea, shampoo za nywele, yote 100% ni majukumu yako. Yametoka kwa babake, yamekuja kwako wewe. Ndo thamani yawe kuoa. Naam. Huyo ni mvulana. Huyo ni mvulana. Mtoto wa kike kuiangalia ile nyumba. Na nikisema hivi mara nyingi watu huwa na kwani mwanamke ameolewa kuja kwa dobi, kuja kwa sijui mfanyikazi? Hapana jamani. Kama vile mwanamume ana majukumu 100% ya kumbebea expenses yule mtoto wa kike, na mtoto wa kike ana jukumu la kuilinda ile nyumba, kumhudumikia mume na watoto ndani ile nyumba, kwa mujibu wa hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hapa tuwezi kuzungumza kwa muda mrefu, lakini nitatoa hadithi moja tu ya aitwa nani, Shahba, mwanamke kisahaba amekuja kwa Rasul sallallahu alayhi wasallam. Yomwambia Rasulullah, mimi nimetumwa na wafdatun nisa, na wana kipote cha wanawake, kuja kuuliza hii dini kakambaye mambo yote mazuri ni wanaume. Salat aljamaa wao wakija hapa wana 27 thawab, daraja na thawabu. Wakenda Jumaa wana thawabu, wakenda jihad wana thawabu. Yani hawa mambo yao yote. Sisi hal minan nisa'i min ajri rijali shay? Je, katika hawa sisi wanawake tuna ujira wowote
katika haya mambo ambayo kwamba wanaume wayafanya, maana sisi tuko ndani ya majumba tu ya ibada yani. Na sisi sisi majumbani sisi tuketi, lakini majumbani sisi hao ndo tuwaangalia maslahi yao wakiwa ndani ya majumba. Wao wana utulivu kuja kuswali msikitini, kuja Ijumaa, kwenda shughuli kazini, kwenda kwenye jihadi, kwa sababu sisi tuwaangalia mambo ya nyumbani. Sisi hatuwezi kufanya, na dini haijatuamrisha tufanye kama wao. Sasa wao tuzidi sana. Rasulullah akageukia masahaba kwamba mlionaje swali la Shahba, mlionaje hili? Mlionaje swali lake? Asema Shahba ameuliza swali la maana kabisa. Rasulullah akasema, akaambia angalia, katika nyinyi kuketi ndani ya majumba yenu, Mwenyezi sasa yazungumza kuhusu mwanamke ameolewa, kuwahudumikia waume zenu, kuangalia watoto wao, kuzishughulikia nyumba zenu, nguo za mumeo na za watoto, na ile hali ya nyumba kwa jumla, ile masuhulia wewe mwanamke ukiyabeba, una thawabu za mumeo akitoka kwenda jihadi, una thawabu za mumeo akitoka kwenda salati aljamaa, una thawabu za mumeo akienda kiswali salati aljumaa, na shughuli yote nyingine ya kiibada ya kidini ambayo kwamba ataifanya kule nje, wewe una thawabu kama yeye bila yeye kupunguziwa. Na wewe juu ya hayo una thawabu zako za kuisimamia hii nyumba kwa kadri unayoisimamia. Mashaallah. Akatoka yule mwanamke mustabshira, amefurahi ajabu, kwenda kuambia wanawake Allahu, ametoka akipiga takbir Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Sasa mwanamke wa Kiislamu afahamu hiyo ndo dini ya Kiislamu. Hii mambo ya leo hii ati mke ankuja hapa kazi yake ni moja tu, za kitandani na basi, hiyo ndo mwanaume alikuwa hapati, mengine yote si lazima. Hakuna kitu kama hicho. Mwanamume akimwona mke wake ana uwezo, kisheria ya Kiislamu, lau mume umemtoa mwanamke mkeo sehemu ambayo kwamba anawekewa wafanyikazi wa kufua, kupiga deki, kumsaidia labda jikoni, na wewe una majukumu la kumtendea kama vile ambavyo kwamba alikuwa kwa kwao. Kumbuka wewe ukienda ukioa, ujue waoa klasi ya mwanamke aina gani. Na kwenye dini ile klasi za uwezo zipo, na mara nyingi tuambie tujaribu kuozesha watu wa klasi moja pamoja, ili kusije nini tofauti, conflicts. Na sije kwa watu wakateta kwa ajili ya hizi. Kuna watu wana uwezo, kuna watu wana uwezo. Kuna watu wana uwezo mkubwa zaidi, kuna watu wana uwezo wa wastani, kuna watu wana uwezo wa katikati, kuna watu wana uwezo wa chini. Sasa zile tuozeshana ni muhimu sana. Iwe yule mwanamume awe atako kuangalau ni mtu wa juu, ama mtu ima saizi yake, ama mtu wa chini. Mimi nikisema hivi nisikose kufahamika kwa Uislamu una ubaguzi. Sasa tuzungumzie masuala ya ubaguzi hapa. Tunazungumza masuala ya kuleta balance, mawiano, masikizano ndani ya nyumba, kusije kwa na dharau. Kwa sababu kukiwa na class tofauti, kwanza mke amzidi mume kwenye tabaka, toka kwenye mke wa kitajiri, mume ni hohehahe, unless mwanamke ana dini ya kisawasawa, patatokea jambo la dharau, disaster hiyo. Ibilisi hapo atakuwa kuna kazi kubwa sana. Lazima dini iwe kiwango cha juu sana katika ule mke na mume, ili kuweze kuwa na mawiano. Kwa hivyo mwanamke, hayo ndo majukumu yake, kuangalia nyumba yake, na ana thawabu za kuangalia nyumba yake, na ana thawabu za yale mume anayoyafanya nje ambao kwamba ni ya dini. Yani wallahi mwanamke wa Kiislamu subhanallah Sheikh, yani ana raha tu minamuona, yani subhanallah mwanamke wa Kiislamu yake, kama kuna dini imemfavor Muislamu basi dini ya Kiislamu. Naam, mashaallah. Tukiendelea mbele Sheikh, what are the common causes of conflict? Makosa gani mengi yanatokea kati ya mke na mume katika mshtama wetu? Makosa makubwa ambayo kwamba hutokea, makosa mengi yatokamana na kwanza watu kutokuelewa role zao, wajibu wao, majukumu yao. Hii ni moja katika matatizo makubwa. Mimi mume sijui jukumu langu nini, mke hajui jukumu lake nini. Ima hatukufundishwa, wala hatukujifunza, wala hatukutafuta. Sawa? Na lingine ni hayo ambayo kwamba tuyazungumza, over expectations. Mtu anaingia kwenye ndoa ana expectations nyingi sana, ana matarajio makubwa, anataka mahaba yale anayoona kwenye TV,
anataka mume asipende kwake kama vile ameona kwenye soap opera, na mwanamume naye pia naye ana expectations za kwa ule mke beyond zile mambo za kawaida. Atakapikiwe kama vile ambavyo kwamba yule kwenye TV pale anapika, ataka afanywe maandalizi ya mambo yote kama vile ambavyo kwamba anaona kwenye TV wake wakifanya. Na huyu ni mke amemtoa kwao, labda ni mdogo kwenye umri, hana experience yoyote. Sasa hizi expectations ndo zinakuja kutuletea matatizo. Nyingine, interference ya in-laws pande zote mbili. Hilo lilikuwa ni swali peke yake Sheikh, lakini vile umelianza tuweza endelea nalo. Wazazi na in-laws kwa ujumla. In-laws. Sasa mama anakuja kwenye ile nyumba, anamwangalia ule mke wa mtoto wake. Anaona huyu, kwa nini huyu amfanya mwanangu hivi? Hajamfanyia. Sasa ukumbuke mama, wewe hata uje umjaji huu mtoto, na wewe vile ulivyo, you are 50 years old, you are 40 years old of marriage, na huyu miezi ni 2-3 mwataka awe expert kama wewe, haiwezekani. Sisa young girl, msichana mdogo ameolewa juzi na jana, ndo sasa wajua kuna kitu kimoja tutakafahamu mzee Bashir. Mimi ni pale nitakapokuwa nimeoa na mimi ni mgeni kwenye ndoa, tayari mimi nime-evolve from kijana to sasa kijana ambaye kwamba ana mke. Ujue hata mimi I am seeing a different side of myself and coming to terms with it. New world. It's a new world. New world as far as my wife is concerned. New world as far as mimi Rishad, ndo mwanzo mimi naoa hii ndoa, mimi mwenyewe na evolve, na kuna emotions sijawahi kusikia. Kuna watu hajawahi kupenda mapenzi, mwanamke wa kwanza yeye kumpenda ni mke wake. This is a very different emotion that he needs to come to terms with it. Masala ya mimi nampenda huyu, na nikimpenda huyu aweza nifanyia jambo nikahisi amenigusa moyo kwa ajili I didn't expect ata reciprocate hivi. Mimi nimemwambia hivi, yeye hakuniambia. Sasa unaweza mwambia mkeo I love you, akakwambia thank you. Kwa sababu ni mara yangu kupenda, akiniambia thank you, mimi expect I love you too, akiniambia thank you my husband, roho inaniuma, kwa nini ameniambia thank you? So sina evolve. Ule mke hajazoea kuambia I love you, atoka kwenye nyumba baba hajawahi, mama hajawahi kusikia kilma I love you, ndo tuanza mwanzo sasa. So na mimi nitoa ni mfano moja mdogo. Kwa hivyo wa evolve, yule mke you evolve kwa mara ya kwanza, labda sasa yapendwa na mwanamume ajnabi, mtu wa kando ambaye ni mumewe. Sasa pia she's coming to terms na emotions zake. Nikipenda kwa mimi vinasikia nina wivu kwa sababu nampenda, nikimwona akiangalia ama akishuhudia na simu sana, ama akiangalia wanawake sana, ama tukitembea akiamkuliwa, mimi nasikia wivu. Pia she's learning and she's coming to terms na these emotions. So these people ambao wameoana, they need a lot of support kutoka kwa the family ya mke na ya mume. Na mimi naomba familia ya mke iwe itamsupport mwanamume na familia ya mwanamume iwe itamsupport mwanamke, ili waekele nyumba pamoja. Na hawa wanandoa wenyewe wakiteta, iwe ni siri yao chumbani, wasilale bila ya come to terms. Communication is very important katika marriage. Wasitoke ndani ya kile chumba. Kama kuna watu wameoana watatu, utesi hautakosekana. Ikiwa mimi leo natesa na ndugu yangu na dadangu, itakuwa kwa mke ambaye ni kutoka mbali. So tujue sisi ni wanadamu, tuna mapungufu, no one is perfect. Twakosea, we make mistakes and we forget. Kwa hivyo tusahau. Kwa hivyo tunaja kuwa na mawiano na kubebana na masikizano na maelewano. Vita vyetu viwe chumbani. Tusi-involve parents unless it's beyond. Lakini kisawasawa ni mimi na mke wangu tutete chumbani. Madamu tuliingia kwenye ndoa pamoja, ni sisi ndio tutasuluhisha matatizo yetu, tuyasuluhishe. Na tusilale tumekasirikiana, tusiinuke hatujasikizana. Wajua the minute mimi nampigia mamangu simu, bana huyu anifanyia hivi na hivi na hivi na hivi, mamangu yapanda pressure na sukari yakasirika. Akufanya hivyo kwa nini mwanangu, bla 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 bla. Haya, tunzungumza usiku, tunkubaliana, tunridhiana, tunlaliana paka asubuhi. Sijamwambia mamangu kuwa bwana sisi tunalala vizuri. Tusharesolve. Mama hajui tunaresolve. Mama kija siku ya pili asubuhi amemkasirikia mke wangu. Kwa nini yamuudhi mwanangu? You see the problem? Shida ya kushare. The same na ule mtoto wa kike. Ndio ile Rasul akimwambia na Abu Bakr Siddiq,
Ambia Abu Bakar, amwambia alikuwa Abu Bakar radhiyallahu anhu alikuja kwa Rasul sallallahu alikuja akakuta Rasul sallallahu alaihi wasallam alimuita Abu Bakar Siddiq nyumbani azungumze na Aisha kumrekebisha kwenye jambo. Rasul alivyomshtaki Abu Bakar Siddiq kuhusu Aisha, Abu Bakar akataka kumtia mwanae kibao. Aisha akakimbia akazunguka nyumba ya Rasul. Rasul akamzia Abu Bakar, wewe unishtakia mimi? Kisha wamzuia. Sasa pale baadaye kidogo katika hali ya kuzungumza wachekeshana, washa resolve wao between them, wakawa wamejoke, wakacheka wao wawili. Abu Bakar Siddiq akamwambia Rasul sallallahu alaihi wasallam, kama vile ambavyo kwamba mlinishirikisha kwenye utesi wenu, naomba sasa pia mnishirikishe kwenye furaha yenu na kucheka kwenu. So you see it affects, right? So kwa hivyo kuna umuhimu fulani kuwa ile zile zetu nini conflict zibaki ndani ya majumba, zibaki kwenye room, tusishare unless there is no choice. Naam, tukiendelea mbele Sheikh, social media. Siku hizi social media ndio baba na mama. Social media inachangia vipi aidha kutengeza ama kuharibu ndoa katika mujtamaa? Wale tutasema social media ni silaha dhu haddain, ni silaha ambayo kwamba ina ncha mbili. Itumike, tukiitumia vizuri social media ina manufaa makubwa sana. Inshallah. Ina mafundisho mengi. Da'wa ya Kiislamu leo yafika at the palm of your hand. Leo dini wewe waweza kuisoma kwenye gadget. Alhamdulillah rabbil alamin. That is the power of social media. Lakini now imekuja na kuna a lot of negative influence. Upotofu mwingi uko ndani yake. Sasa itategemea tuangalia nini. Mume na mke lazima wawe wakubaliani, wekeani mikataba. Mimi mwanaume kiingia ndani ya nyumba ni simu yangu, hasa tanao newlyweds, they need a lot of time to communicate, to know each other. The phone is a very big distraction in marriage. Ibilisi mkubwa. Ni distraction kubwa sana. So mimi ningewasia wangu kwa wanandoa, hasa tona wale ambao kwamba wameingia ndoa sasa, mwekeani strict rules ndani ya nyumba. Mume akiingia simu kando, mume akiingia simu kando, it's time for the two of you. Focus on yourself. Focus on yourselves, on the two of you. Nurture your love. Nurture the understanding between you. Nurture the things that are common between you. Communicate, know each other. Learn from her, she learns from you. Na hivi wallahi ndo Mwenyezi Mungu atatia baraka kwenye mapenzi nini? Sheikh Bashir. Mapenzi mazoea. Tukiwa pamoja saa zote tutapendana. Ndoa hiyo kuwa pamoja saa zote ndio yampa mume nguvu, akitoka kule nje ana hamu ya kurudi kwake. But when hakuna hiyo mawiano, masikizano, companionship at home, then wajua mwanadamu ni a social being. Kisayansi mwanadamu ni kiumbe ambacho kwamba chapenda kutangamana na watu, chapenda matangamano. Sasa usipotangamana na mkeo nyumbani utakwenda kutafuta matangamano nje. Nasi utasema huyu mwanamke heshi kwenda harusi, heshi kwenda matanga, heshi kwenda. Hebu kabla hatujamcriticize yule mwanamke atoka sana, je, ule mume nyumbani yompa time? Sasa zile mume yuko nyumbani, wewe yuko na mkewe, ama kila mmoja mashariki mwingine maghrib, labda she's looking for company outside, she's looking for somebody to talk to, she's looking for space, companionship, ambapo na astaghfirullah tumejaliwa sisi. Usipoipata in the right way, it's very easy bliss kukutoa kwenye line akakujaliwa itafute in the wrong way. So mimi nasema mwanamume akija nyumbani ajue amerudi nyumbani, kazi ameacha nje, marafiki amewacha nje, watu wote amewacha nje, amerudi kwa mkewe.
he should be there 101% for his wife, na mke achane na yote mengine awe 100% for her husband. Waketi wachekeshane, wafurahishane, wazungumze, wajuane, hata kama hawana la kufanya, kae waangaliane tu, wasome Qurani pamoja, waswali pamoja, wale pamoja, waangalie vipindi vya dini pamoja. Hiyo simu kama hatuna budi, basi tukae tu scroll kwenye masala ya dini, ya kujifundisha ndoa, ya kuzidisha imani, ya kutuelimisha, tufanye pamoja, not mbali, kwa sababu ndoa yatakakuzwa. Naam Sheikh, mambo ni mengi, points ni nyingi sana. Let's change gears a little bit. Bismillah. Polygamy in Islam. Kuongeza mke ama wake katika sharia inasemaje Sheikh? Aya ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba' wa in khiftum alla ta'dilu fawahida. Lakini leo aya hii imekuwa kwa hii kipande cha mwisho hichi, wa in khiftum alla ta'dilu fawahida, ndio ikawa hii ndio dini, hii nyingine si dini. Na wanawake leo atakwambia sunna mnawejua nyinyi ni hiyo tu. Nataka tufahamu Sheikh Bashir, it is after World War II ndio hii concept ya one man one wife imekuja. When we had Ottoman Empire 1914, kutoka Ottoman Empire imeanguka 1914. First World War. From 1914 kurudi nyuma, polygamy was not an issue. Kwa mke wa kwanza, wa pili, in fact mwanamume ambaye kwamba ana mke mmoja alikuwa kuangaliwa kama ana kasoro, ima za kiafya, ni mgonjwa, hawezi, ama hana nguvu za kiume, ama kitu kama hicho. Na finances were never the determinant factor when it came to masala ya polygamy, kwa sababu dini yenyewe inasema nini? Wa yakunu fuqara yughnihimullahu min fadli. Mke yaje na riziki yake kwako, wewe si provider wa yule mke. Hii ni mentality kwanza atakaitoke. Mwanamume Mwenyezi Mungu yomruzuku mume riziki ya mkewe ikipitia yeye, yaje na sahani yake. Kuna wanawake ni baraka, ukimdhuluma kitoka baraka enda na baraka yake, enda na baraka yake. Na kama umeachana tu kwa ile kuachana kwa hema, baraka yabaki. So lazima watu wakubaliane na polygamy yapigwa vita. Mimi leo hustaajabu, baadhi mimi ni champion wa polygamy, na sipendwi sana na kwanza wanawake, kwa sababu nahimiza sana masala haya. No, wanawake gani? Wale wa pili ndio wanakupenda ama wale wa kwanza wanakupiga vita? No, mimi napigwa vita na wanawake kwa jumla, nafikiri kwa sababu anasema factor tamki wangu ananiambia, ana mume wako utapenda mwenzake, lakini kija masala ya wa pili sitomchukia kwa sababu yeye yohimiza waume zetu kuoa, tumchukia kwa ajili ya hilo. Champion. Sasa nyuma nichukia kwa sababu mimi nimeeneza jambo ambalo kwamba ni la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na la Mtume sallallahu alaihi wasallam, mimi sina makosa. Na Bashir, tunaishi kwenye muda na wakati wa fitna. Wajane leo, watoto wa kike ambao hawajaolewa ni wengi, watoto wa kike waliotalikiwa ni wengi, watoto wa kike waliofiliwa na waume zao ni wengi, ni wengi. So the solution, kisha tukija tukisema kila mume awe mmoja, huyu alofiliwa huyu na ni bado ni mdogo, ende wapi? Huyu aloatwa ana bado ni huyu aloachwa, huyu ambaye ni mdogo aende wapi? Na huyu ambaye hajaolewa kabisa aolewe na nani? Unajua hizi vitu Mwenyezi Mungu amezileta. Polygamy is a social remedy ya so many upheavals of society. Is a solution to the problems of our society. Lao na mimi nitasema makosa inayofanywa na wengine ambao kwamba wanaingia kwenye polygamy, waingia kwa malengo tofauti, ambaye hataingia kwenye lengo lile Mwenyezi Mungu alilolitaka, ambalo kwamba ni sisi kustiriana, kustiri dada zetu. Atakaingia just because ana uwezo, ana nyumba na gari na makochi na ana mke, na sasa kwa vile he can provide another one for that one, kwa hivyo huyu mke ni kama ambaye part of the furniture or something like that, then that is wrong. Ama yule ataingia kisha hafanyi uadilifu, then that is wrong.
Lakini tusikastigate wanaume wote wafanya kwa ajili ni hii sunna mnayojua ni hii tu. Ni sunna kubwa sana na tuepusha na maafa makubwa sana ya zina. La ajabu Sheikh Bashir ni kwa leo mwanamke yuradhiwe amsamehe mumewe ambaye yuazini, lakini amletee fujo pindi atakapokuoa. Leo kuna wanawake wajua waume zao wazini, wana vimada, wana mpango wa kando, wana spare tire, wana mistresses, na ameridhia, asema sijioni warudi kwangu. Yani sasa we leo mwaridhia maovu, mwaridhia maafa, mwaridhia madhambi makubwa ya zina, jahannam. Bashir, kuna sehemu inaitwa Wadu Zunat, the valley of adulterers and fornicators, bonde la wazinifu. Pepo motoni kuna bonde la wazinifu, kukuonesha namna ambavyo kwamba dhambi la zina ni kubwa na ni katika madhambi makubwa kabisa baada ya shirki ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Naam Sheikh, tukiendelea hapa Allah amesema fa in khiftum alla ta'dilu fawahida. Alla ta'dilu fawahida. Amemaanisha nini hapa? Idilu hapa yani, adala hapa ni adala ya nini? Ni tunazo hapa ni equality and equality. Ni equity and equality, ni zote mbili, balance between the two. Adala ni vipi? Huyu mke mmoja ambaye nimemoa na watoto 3, then nimemoa huyu mpya hana mtoto. Usiniambie nilete kilo moja hapa na kilo moja hapa. Hapa takuwa nakula kilo, hapa takula robo kilo, sababu ni mimi na yeye peke yetu. Hiyo ndo adala. Adala ni kutokuwa adala ambapo kwamba hatuto adala ya mapato ya kiwango kile ambacho kwamba pale nimewaika. Haimaanishi kuwa nina a wife na 4 kids nimeweka kwenye 4 bedroom na huyu nikimooa tu nimweke kwenye nyumba ya 4 bedroom. Unajua hiyo ndo saa nyingine watu maskini kutokujua, watu ona that is the way. Hapana, hayajafika kiwango cha kwa mimi sina mtoto naye sofa ni mimi na yeye peke yake, tukikaa 2 bedrooms ama 1 bedroom. Where is the problem with that? Paka mtoto aje kuzaliwa tuwezaanza na 2 bedrooms. Si lazima nimweke kwenye nyumba 4 bedrooms nyingine takaa nani na mimi huku ni just because ati kwenye nyumba number 1 nime provide house ya 4 bedrooms, ama kwa sababu nyumba number 1 nishainunua ni yangu, upi hata lazima nimnunulie nyumba. Haiendi hivyo jamani. Huo si ufahamu wa Kiislamu. No, na tukizuia adala Sheikh, ni mwanzo wakati wa ndoa ama ni for the whole life? For the whole life. Adala ni for the whole life. For example Sheikh, kijana anaoa, hali yake kidogo ni duni kimaisha, na bibi pia anatoka from a poor family, wanafanya harusi ndogo, wanaanza maisha, kisha baada ya muda wamepata watoto, mashaallah. Allah anavyosema vijana anawapiga tochi. Maisha kidogo inaanza kubadilika. Na pale mwanzo ilikuwa hali ya maisha ni ngumu, yani wanavyosema watu wa kwetu, korosho waivundia kanwani, yani hand to mouth. Subhanallah. Lakini sasa baada ya muda things change. Allah amewatilia baraka, biashara, pengine amenunua manyumba, amenunua gari, kila kitu. Sasa yule bwana anasema sasa mimi niko financially stable na lazima niongeze mke wa pili. Sasa idilu hapo Allah anaizungumzia, itakuwa yule bibi utakuwa umemdhulumu. Yupi? Yule wa kwanza. Umemdhulumu vipi? Yani umekula ngumu na yeye maisha yote haya. Sasa mambo yamekuwa mazuri na alikuwa yeye anakusaidia katika maisha. Sasa hii mambo yamefunguka, na sasa wacha niongeze mwingine. Anakusaidia vipi kwenye maisha? Unajua tukisema anakusaidia kwenye maisha, ametoa pesa yake kukusaidia wewe. Na kama wajua hiyo ni something different. Lakini mathalan mimi niko naye huyu mke wangu wa kwanza, alhamdulillah, tumekuwa pole from 1 bedroom mpaka 4 bedrooms. Kutoka nilikuwako ni super ni clerk mpaka sasa nimekuwa manager. So sasa nimekuwa manager, mashallah, nimefanywa director. Nimeona sasa nina uwezo naweza kuchukua mke wa pili nikastiri katika madada zangu ambao kwamba ima wameachwa ama wametalikiwa ama ni ambao hawana waume.
je, nikifanya hivi sasa hii itakuwa kwa mimi nimemdhulumu huyo ambaye kwamba amenisubiria hii progress yote? La, sijamdhulumu. Na in fact ndo wakati wa kuongeza, kwa sababu sasa una uwezo wa kusimamia kote kuili. Pale mwanzo ulikuwa kwa wewe za nyumba moja tu, sasa madamu una uwezo sasa, mashallah, saidia. Ndo wakati wa kustiri mwenzako. Wallahi lau mentality tuko na kama hizi, wallahi huu mujtama utakwenda mbali. Leo Sheikh Bashir, katika maafa yaondoa baraka katika mujtama ni zina kwa aina yoyote ile. Kwa sababu leo kuna watu hawazini tu the kitendo cha kitandani, watu wazini kwa ma message, kwa kuangalia, kwa kusikiza, kwa aina nyingi. Na wallahi mimi nasema polygamy ni tiba kubwa ya matatizo tuliokuwa nao katika mujtama, na ni baraka kubwa ambayo kwamba inakuja. Na lau turudi kwenye mifano ya maswahaba ridwanullahi alaihim, hakuna sahaba ambaye ajulikaniwa hata alikuwa, yani ni wachache kama wako ambaye kwamba amekufa na mke mmoja. Ni wachache kama wako ambaye kwamba amekufa na mke mmoja. Abu Bakar Siddiq akifa na wake wanne. Amefuata aya sawa sawa. Wallahi sisi tuiona. Wajua kuna ile yasema nini, yasema uadilifu ambao kwamba unaotakikaniwa ni wa kipato, si uadilifu wa mahaba. Hakuna mtu hajui kwa Rasul akimpenda na Aisha radhiallahu anha, Rasul sallallahu alaihi wasallam, hakuna mtu ambaye hajui kwa Rasul sallallahu alaihi wasallam akimpenda Aisha radhiallahu anha zaidi ya wake wengine. Paka alipokuwa mgonjwa alikuwa akiuliza siku Aisha lini, siku Aisha lini, paka kaamua mwache augue kwa Aisha, si ndio tutakuwa tunaja kumwangalia. Mahaba, uadilifu wa mapenzi hamna. Na kila mwanamume alivyoumbwa na Mwenyezi Mungu anampenda kila mwanamke na sababu. Huyu nampendea uwepo wake, yule nampendea urefu wake, huyu nampendea mapishi yake, yule napenda saizi yake mashallah bidillahi alkarima na mwili mzuri, huyu nampenda sauti yake nzuri, huyu nampenda namna anavyo nikienda kwenye nyumba ananibeba na nisherekea. Na sababu ni nyingi, wanaume anapenda kwa mambo mengi. Kwa hivyo mapenzi, lakini katika kuonesha utaonesha sawa, lakini ndani ya moyo wako kutakuwa kuna mmoja labda mpenda kushinda wengine, na hii haina lawama. So Rasul sallallahu alaihi wasallam ambaye Mwenyezi Mungu la tahkumni fima la amliku, usini hukumu Mwenyezi Mungu kwa jambo ambalo kwamba mimi siwezi kulimiliki, na mpenda Aisha kushinda hawa wengine. Lakini kwenye mapato, kwenye kuleta vyakula, kuangalia, kualisha, unafanya kwa kadri ya zile nyumba na namna zilivyo kulingana na wale watoto ambao kwamba wako. Lakini kama ni nguo umenunua mpya, ulete nguo mpya, nguo mpya. Umeleta slipper mpya, slipper mpya. Umeleta sijui handbag mpya. Lakini kija kwenye sabanki, nyama, wali, mchele kadhalika, kila mmoja utampa kulingana na ile idadi ya wale watu ambao kwamba wako chini ya hifadhi yake biidhnillahil karim. Hiyo ndo sawa. Sheikh, hii mada ni mada pana sana kabisa. We cannot cover it in less than 1 hour. True. Tutaendelea siku nyingine inshallah, lakini wacha tu. Lakini tunaje kuhimiza watu. Mimi nasema hivi, kila ambaye kwamba ana uwezo wa kuoa zaidi ya mke mmoja katika sisi Waislamu, na asifanye hivyo, wallahi atakwako uwezo bimaana haweza kumiliki nyumba zote mbili, physically, financially. Yeah, physically, financially. Na asifanye hivyo, wallahi umeukosea huu mujtama wetu to some great extent, kwa sababu kuna a lot of girls that are out there divorced, husband widows, na ambao hawajai kuolewa, who need to be taken care of, who need to get to be married. Na sisi tumebaki tunavumilia tu na mke mmoja kwa sababu waogopa. Unavumilia. Kila mwenye mke mmoja wallahi yavumilia. Waulize, hawasemi kwa sababu wakisema itawaletea tabu, lakini wallahi mwenye mke mmoja yavumilia kuwa na mke mmoja. Wallahi yavumilia. Kwa sababu a man is naturally polygamous. Sisi wanaume naturally we are polygamous, and that is why in paradise the list of wives utakuwa ni wawili to 72. Mashaallah. Allahu akbar. Mashaallah. Naam, Sheikh, wewe ni mwalimu. Naam. Una wanafunzi wako unawafundisha akhlaq definitely. Do you also teach them, unawafundisha pia kuhusu ndoa?
iko kwenye syllabus form, iko kwenye syllabus, kwenye hii syllabus ya 844 it was in acha CBE ilikuwa ile ondoka, iko kwenye form 1. Form 1 anasoma marriage, form 2 anasoma divorce katika yari katika yari, form 3 anasoma mirath and the rest, mashallah. So iko covered very well in area. Tunawafundisha watoto wetu. In fact mimi tangu akisema kwa nini mara ilikuwa iwekwe like kama form 4 because ndo ana akili ya kucontemplate lakini ndivyo ilivyo, iko kwenye syllabus ya shule. Madrasa ndo sijui kama madrasa ndo itabidi waitafute namna wa incorporate waifundishe vizuri, lakini najua iko pia. Naam. How can couples balance religious commitments with modern family? Ulimwengu wa sasa vile ulivyo, watu wameoana, watabalance vipi mambo ya kidini na mambo ya kifamilia in the modern world? Wallahi mimi sioni kama kuna shida ya balance, kwa sababu wajua labda iwe sisi tuubeba Uislamu tofauti, na shida iko katika namna tunavyobeba Uislamu. Islam is a way of life. Uislamu ni mfumo kamili wa maisha. Mimi siwezi kuimagine ati nitaishi na mke wangu mbali na vile dini imeniamrisha, ati kuna vitu ambavyo kwamba hakuna kwenye dini. Vipi? There is nothing in marriage life that is not covered in religion. Kama si Qurani ni hadithi, kama si hadithi ni ijma, ni qiyas, ama ni mifano kutoka kwa masahaba ridwanullah alaihim, ama ni mafundisho kutoka kwa salafa salih wanachuoni wa dini yetu. Alhamdulillah rabbil alamin, the topic is extensively covered everywhere. So how am I balancing? Mimi nasema hivi, tushik kitu ambacho kwamba kitakupa the greatest balance in life ni wewe kuwa mcha Mungu kwenye ndoa. Mwanamume kwenye ndoa yake awe mcha Mungu, ampende mke wake kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, amhudumukie mke wake, awe yani mwanamume ikifika kwa mke wake, penzi lake, khidma anayotoa na kuishi naye vile anavyoishi, afanye haya matatu yote kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. That is the only balance you need in life. Na mke ata reciprocate, lakini mimi zaidi nasema mwanamume ndo anashikilia nyumba. Qawwamuna 'ala ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa. Mwanamume awe understanding, mwanamume ya open communication channels, mwanamume ampe mtoto wa kike masikio. Wanawake mara nyingi ni watu kupenda kusema, nadra upate mwanamke introvert. Wanawake mara nyingi ni watu kuzungumza, wacheshi, ataka kusikika, attention seekers naturally tena. Kwa hivyo mwanamume ukioa, jua wewe somebody needs your attention, uwe tayari kupeana attention usiku na mchana. Naam. Otherwise usitulete zahama kutaka kuoa. Tuko mwezi wa 8 Sheikh, na harusi ni nyingi. Hata cameraman wangu huyu inshallah ana nia ya kuoa. Ni advice gani unawapatia hawa young generation ambao wanataka kuingia kwenye ndoa? Bwana harusi ashachagua, kabla hajachagua kwamba fadhfar bi dhati din taribat yadak. Mke wake angekuwa kuja mapema, ningemwambia idha atakum man tarudhuna dinahu wa khuluquhu fazawiju. Kitu nitasema bwana harusi kwa hapa mbele yangu huyu mtarajiwa, subra. Kwanza ingia kwenye ndoa lillah, jua ndoa ni dini. Man tazawwaja fakad istakmala shatra dinihi falyattaqila fi shatra albaqi. Atakayeoa imekamilika nusu ya dini yake, amche Mwenyezi Mungu kwenye sehemu nyingine ya dini iliyobakia. Nusu ya dini imekamilika, mche Mungu kwenye nusu iliyobakia. Ndoa ni dini. An-nikahu min sunnati wa man ibtagha an sunnati wa man raghiba an sunnati falaysa minni. An-nikahu min sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Ndoa ni katika mienendo, mafundisho, sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ambaye atakwenda kinyume, hataki kuwa amekwenda kinyume na sunna, si katika Mtume sallallahu alaihi wasallam, amekwenda kinyume na yeye. Kwa hivyo ndoa ni dini. Na tukisema ndoa ni dini, na maana ndoa, mashikamano yako kwenye hii ndoa mumweke Mungu mbele. Mtendee mkeo wema katika kumridhisha Mwenyezi Mungu. Mpende mkeo katika hali ya kumridhisha Mwenyezi Mungu.
kuwa na mawiano naye kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Wadhao kimweka Rasul asema ittaqullaha fi nisaikum, cheni ni Mungu kwenye wake zenu, katika wasia za hajjatul wada. Ittaqullaha fi nisaikum, mcheni Mwenyezi Mungu kwenye wake zenu. So bwana harusi yote ambaye yoa, na hapa mnaomba bwana harusi yote atakayeoa, na mwambie ittaqullaha fi zawjik, mche Mwenyezi Mungu kwa mkeo, utafaulu. Usipomweka Mungu mbele kwenye kija matters ya wife, utafeli. Na siku zote jiulize, mimi nafanya hivi kumridhisha Mwenyezi Mungu? Wallahi saa zingine mwanamke anaweza kukupazia sauti ukasema wewe nifanya mimi mjinga, nidharau. Sheikh shika udhu swali, mlani shetani. Sheikh mmoja asema ukija ukidili na wanawake takakuwa na kitu inaitwa taghafal, jipurukushe, yani wewe jighafilishe, jisahaulishe. Sababu mwanamke khuliqat min dhillin ujam, umba na mbavu iliyokunjika. Inistakamta au kitaka kumnyorosha kasarata ushamvunja. So ni we na mawiano, ashirihunna bil ma'ruf, an-nisa'u qawarir. Wao ni kama glasi hawa, ukibeba glasi, ukibeba na usipoibeba na makini itaanguka, ivunjike na haiwezi kurudika kisasa. Huyo ndo mke, kuwa na subra naye. Tuangalieni mazuri anayokufanyia, usiangalie. Fata mazuri na shukuru yale mazuri mingi anayokufanyia, na usifate makosa. Kwa kila kosa atakalokufanyia, angalia lile, kumbuka zuri lake, usonge mbele. La tatabba zile, usiwe ni mwenye kutafuta makosa tu saa zote. Kwanza tuwe very sisi men, wanawake wapenda watu appreciate you. Wanapenda watu wenye kujiexpress. Umepikia chakula kizuri bwana, leo chakula kitamu sana mashallah. Na hata kikuwa kizuri, shukuru kwa mke wangu, wallahi nakushukuru kwa maandalizi. Labda ukipenda, lakini nakushukuru kwa maandalizi. Lakini siku nyingine inshallah ongeza chumvi kidogo, ama labda punguza chumvi kidogo. Ama labda ungefanyia wingi kwa hata ni nzuri zaidi. Kwa wema na kwa uzuri, kwa mawiano. Communication channels lazima ziwe wazi. Wakati wote ule mnazungumze, muambizane. Musiwe ni mkeo yuko free kukwambia na wewe uko free kumwambia, na uwe na heshima na adabu naye, na yeye na heshima na adabu na wewe. Wallahi mtafanikiwa, na mfanye haya yote kwa ajili ya kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi mtafanikiwa. Na Sheikh, mwisho kabisa inshallah, Muslim families, what advice are you giving us kwa ujumla tukimaliza? Wallahi yote 9-10 turudini kwa Allah. Mimi nafikiri moja katika matatizo makubwa sana ya Muslim families, we have gone very far from Islam. Leo sisi Muslim families tuna umagharibi mwingi. We have taken up and adopted Western cultures. Now we have stopped being good Muslims. Tunakuwa affected na what is happening in the Western world. Tunabeba hizo tabia, tunabeba hizo akhlaq, zile stereotype. Watoto wetu wakike wanakuwa mafeminist, watoto wa kiume wanakuwa male chauvinist, then kunakuwa na matatizo. Mimi nasema soteni, udkhulu fi silmi kafa, turudini kwenye Uislamu, tuingieni wholesomely. Hatutaokoka kwenye dunia hii ila pale ambapo kwamba tutashikana na Mwenyezi Mungu na Mwenyezi Mungu Subhanahu na mtume. Asema taraktukum ala mahajjatul bayda layluha kanahariha la yazighu anha illa halik, kitab Allah wa sunnati. Tukiacha kitabu cha Mwenyezi Mungu na sunna zake, ndipo ambapo kwamba matatizo yote yatatufuata. Uislamu una solution za matatizo yote ulimwenguni. Ni sisi tu hatujui, lakini masuluhisho yapo. Ni sisi ndo hatujatafuta, lakini masuluhisho yapo. Turudini kwa Mwenyezi Mungu kwenye ndoa zetu, turudini kwa Mwenyezi Mungu atupe na kwenye familia zetu, na kubwa zaidi Sheikh Bashir, dua. Allahumma hab lana min azwajina dhurriyyatana qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dua. Wazee challenges za malezi, waombe wawe wakikumbuka watoto wao. Allahumma ij'alna muqimina salati wa min dhurriyyati rabbana taqabbal dua. Uombe hizi dua kama hizi. Dua mtu wallahi mwombe Mwenyezi Mungu, nisahilishie watoto wangu, niongozee watoto wangu. Allahumma hadi auladi ila sawa'i sabil. Baba kwenye dua zake, kwenye swala wake, kwenye baada ya kila swala amuombe mkeo, Allahumma
Allahumma hadi zawjati, hadi auladi, Mwenyezi Mungu niongoze mke wangu, niongoze wanangu. Wallahi tusiwe mabakhili wa dua, manake tuko kwenye muda na wakati ambao kwamba ni una changamoto kubwa sana, na kuna athar salbi nyingi sana, kuna negative zato nini, kuna a lot of negativity ambayo kwamba imewajihiwa towards ndoa na towards familia. Na sisi kama Waislamu remedy ziko, dini yetu ni suluhisho, alhamdulillah rabbil alamin. Sira ya mtume yote ni suluhisho katika masala ya familia na masala ya ndoa. Kwa hivyo tukirudi kwenye dini hatutapata ila faida, na tutafaidika na tutaweza kuboresha ndoa zetu, kuwa waume wazuri na kuwa wake wazuri bidhillahi alkarim, na kuwa wazazi wazuri. Naam mtazamaji, tumefika mwisho wa kipindi chetu leo. Alhamdulillah, Sheikh Rishad ametuelezea mengi kuhusu ndoa, japokuwa hatujamaliza, tumeanza, na inshallah tutamwalika tena na tena tuendelee, maana hii mada ni pana sana, iko kila kona, lakini tumegusia kidogo, na inshallah najua sote tumefaidika. Hadi wakati mwingine, shukran, jazakumullahu khair.